أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه وسلم وبعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول المصطفى صلى الله عليه وسلم: ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه فيما بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. Mwenyezi Mungu ajalie kwa hadithi hii tuwe katika miongoni mwa wale ambao kwamba watapata utulivu kutoka kwa Mwenyezi Mungu kwa hudhuri yetu hii hapa, na atufunike kwa rehema zake na malaika watuzunguke, na atutaje Allah subhanahu wa ta'ala kwa hudhuri yetu hii ya darsa, atutaje mbele ya walioko mbele yake. Allahumma amin. Bado tunaendelea na suratul Hajj, sura ambayo kwamba kama tulivyotangulia mwanzo kabisa kwamba ni sura iliyokuwa imekusanyika baina ya aya zilizoshuka Makka na zilizoshuka Madina. Aya zilizoshuka Makka zinajulikana sifa zake, ni sifa za challenges, ni wakati wa mwanzo wa da'wa. Kwa hiyo ilikuwa majadiliano, kuthibitisha hoja, ndio zilikuwa mahali pake hasa. Ama wakati wa Madina ni wakati wa kushuka kwa zile sheria za utekelezaji wa ibada, ndio aya nyingi za ibada zimeshuka zikiwa Madina. Sasa bado tuko katika baadhi ya maeneo ambayo kwamba katika hii suratul Hajj zinazungumzia sura zilizoshuka wapi? Makka. Hii sura hii aya tunayofuata ambayo kwamba ni ya 68 na 69. Hii ni aya ambayo kwamba ni kama tunaweza tukasema imempa Mtume sallallahu alaihi wasallam kama msingi wa namna gani ya kutaamal na challenges au kutaamal na ukaidi, namna gani unapambana na ukaidi wa watu. Bila shaka da'wa katika hali yake ambayo kwamba tunaweza kusema ndio kama sifa yake ni kupata upinzani, kuanzia upinzani wa kutokukubaliwa mpaka kufika mahali upinzani wa kuhojiwa, lakini unaweza kuvuka mpaka zaidi ya uadui, kufanyiwa adha. Na ndio ambapo kwamba hata Mtume sallallahu alaihi wasallam daraja hiyo zote hizo tatu alizipitia: kukataliwa, kuhojiwa, bali mwisho mpaka kutaka kuuawa. Na ndipo akafanyaje? Akahama kwa kupewa ruhusa na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, kuhama kutoka Makka kwenda Madina na kuanzisha dawla. Sifa hii ya da'wa haiachi kuwa ni ya mtume peke yake tu, bali ni ya yoyote atakayesimamia da'wa. Yoyote atakayesimamia da'wa, tabligh, basi lolote mtu anaweza kwamba atakufanyaje, atakukatalia wewe, hujui chochote kwa kuwa haona lile yeye halikumkalia sawa, lakini pia anaweza kukuchallenge kwa kuwa ana rai nyingine, anaiona ni bora, bado huyo kidogo ana afadhali kwa sababu bado ana rai ya kidini. Lakini kuna watu eneo hili wanataka ule ushindi tu, akushinde. Lakini la mwisho ni ile kwa wale ambao kwamba unavunja maslahi yao wanakuwa dhidi yao. Hii ni sehemu ya maisha ya da'wa. Ukiwa wewe huyataki haya, maana wewe da'wa huiwezi, unijue kabisa kwamba wewe ni dhaifu kwa hii kazi. Sasa Allah subhanahu wa ta'ala aya hii alimshushia Mtume sallallahu alaihi wasallam katika baadhi ya riwaya, katika maeneo na kwamba tunasema kama anamuandaa kuendelea na da'wa. Katika riwaya iliyopokewa na Muqatil kwamba amesema kwamba aya hii imeshuka wakati akiwa katika wingu wa 7 katika ile Isra na Mi'raj, kwenda kuweka Baitul Maqdis, alafu akapelekwa mbinguni. Kule akapewa aya hii ni kama kumuandaa kisaikolojia na kile atakachokutana atakaporudi, kwa sababu kama tulivyotangulia kuona kwenye darasa zilizopita kuhusu Isra na Mi'raj, jambo la yeye kutaja kwamba amekwenda kutoka Makka kwenda mpaka Masjid al-Aqsa, mwezi mzima, wewe iwe ndani ya usiku mmoja umekwenda umerudi,
na bado ukasema umekwenda mpaka kwa 7 na umerudi na umekutana na mitume kila mmoja na bado ukaja ukawaswalisha, ni kitu bila shaka, yani kama Mwenyezi Mungu kwa muandalia kwamba ukirudi utakutana na upinzani mkali, wewe baki katika msingi huu. Ndio aya hii, wa in jadaluka, Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anasema wa in jadaluka, na wakijadiliana na wewe na kukuhasimu, basi fakulillahu a'lam bima ta'malun, sema umwambie kwamba Mwenyezi Mungu ni mjuzi wa yale mnayofanya. Allahu yahkumu bainakum yawmal qiyama, Mwenyezi Mungu atahukumu baina yenu siku ya Kiyama, fima kuntum fihi takhtalifun, katika yale ambayo kwamba mnakhtalifiana. Msingi huu ni msingi ambao kwamba umejikariri, sio kwenye aya hii tu. Tutolee mfano aya 3 nyingine. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala katika surati Al-Imran alimwambia wa in tawallaw, ikiwa utawalingania alafu watakataa, fa inna ma'alayka al-balagh wallahu basirun bil ibad, utambue. Ikiwa watakataa, utambue kwamba wewe kazi yako ni kufikisha tu, na Mwenyezi Mungu ni mwenye kuona waja. Hii ni principle muhimu katika dawa, ili usirudi nyuma, kwa sababu yani katika hidayatun nas, katika kuongoza watu, angalia haya maneno yawafikia watu wangapi? Hata milioni, lakini wanaofuata daima ni hao wachache, daima unakuwa ni wachache. Kwa hiyo wewe juhudi yako, juhudi yako, wajibu wako. Katika surati Ra'd Mwenyezi Mungu alisema wa imma nuriyannaka ba'dha alladhi na'iduhum au natawaffayannak fa inna ma 'alayka al-balagh wa 'alayna al-hisab. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anamwambia imma ifike mahali tukuonyeshe yale ambayo kwamba tumewaahidi, kwa maana tuwashushie adhabu au tuwacheleweshee adhabu, wala tusiwaadhibu tukakufisha wewe, kwa maana mpaka waondoka wafa huwaoni yale tuliowaahidi katika adhabu hawa watu waovu. Anaambiwa sasa hiyo isikusumbue kwamba mbona wanaasi amri za Mungu na bado wapo maisha yao mazuri, bado pengine kama huu ulimwengu wa leo ambao kwamba hao ambao kwamba wamefanikiwa katika maisha ndio matughati wenyewe, ndio majabaruti wenyewe, ndio madhalim, ndio mijizi, ndio madhalimu wakubwa, na ndio wanaotangaza kwamba ndio ustaarabu unaotakiwa kutawala ulimwengu, na usipofuata ustaarabu wao pia wakubani. Tunakawaachia Mwenyezi Mungu akashamwekea hata Mtume sallallahu alaihi wasallam, imma tuwaletee tuonyeshe zile adhabu tulizowaekea tuliowaahidi, au tukufishe, kwa maana uondoke hali ya kuwa sisi hatujawaadhibu. Msingi principle uliopo fa inna ma'alayka al-balagh wa 'alayna al-hisab, wewe juu yako si kuona wale tuwaadhibu, juu yako kufikisha na juu yetu kuhesabu. Na ndio maana kuna mijitu ovyo kabisa, mijitu ovyo kabisa, bado endelea kuwa yaimarika tu, afya, mali, nini. Wewe mcha Mungu ukikosea kidogo tu Mungu akuchukua. Ni kwa hikma yake, bado ni kwa hikma yake. Mwenyezi Mungu akupenda, ni kama vile mbuzi anayeacha njia, sio mpiga kidogo minja kidogo za kinile, alafu akiona bado hasikii, mchapa huyo arudi, isipotee, asiache njia. Ndio wewe kama muumini. Kwa hiyo kuna wakati ukiuma, mafua, homa, umesikia hiki, shukuru. Na hakuna kipindi kizuri unamkumbuka Mungu kama katika hali ya udhaifu wa maradhi, au umekosa pesa, mambo magumu, bali unamkumbuka zaidi Mungu. Mambo tofauti na vile ulivyozoea yameondoka katika mstari wako, bali warudi kwa Mungu. Kwa hiyo hizi hali ni hali positive kwako, ni chanya nzuri. Aya surati An-Nahl amesema fa in tawallaw fa inna ma'alayka al-balaghul mubin. Hizi zote aya zote hizi kwamba wewe wajibu wako ni kusema, wewe wajibu wako kusema. Na hii ndio principle ya jumla katika kuendeleza ule Uislamu, kwa sababu principle kuu ni la ikraha fi din, kad tabayyana ar-rushd min al-ghayy. Hakuna kutozana nguvu katika kufuata dini, kwa maana wewe lazima uwe Muislamu, la.
Ama katika ahkam, hapa nazungumza kuukubali Uislamu, sije tukasema basi hapa mtu akiiba situmwache, mzinifu tumwache. Na mzinifu kaekewa nini adhabu yake, na inatakiwa tuwe tumesimamisha kadhi ambapo kwamba kwa hukumu za Kiislamu tuzisimamie hizi hukumu, ambapo kwamba ikiwa ni mtu ambaye kwamba hajaoa tumchape fimbo 80, fimbo 100, alafu atolewe mji kwa mwanamume kwa mwaka mzima asionekane. Na kama atakuwa ameoa au ameolewa, basi apigwe mawe mpaka afe. Hii ni eneo la kwanza, ni eneo la kwamba ule dawa ila Allah, ad-da'wa lilislam. Ama kwenye kusimamisha kwenye kusimamia sheria, principle kaileta Mtume sallallahu alaihi wasallam, man raa minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi, anayeona uovu na uondoe kwa mkono wake. Fa in lam yastati fa bilisani, ikiwa hawezi basi kwa mdomo wake, kwa ulimi wake. Fa in lam yastati fa biqalbihi wa dhalika adhafu al-iman, ikiwa hawezi basi ni kwa kuchukia moyoni lile jambo, na huo ndio udhaifu wa mwisho wa imani. Kwa hiyo sisi hapa, asiyekuwa Muislamu sisi tumlinganie tu, natosha. Amekubali, amekataa, khiari yake, wajibu wake kufikisha. Aliyekuwa Muislamu unamuona ana pickpocket ile, anachomoa, mshike. Kwa nini wewe? Kwa nini unaiba? Kamate. Huwezi kumkata mkono kwa sababu wewe sio kavu, lakini la mwisho la kuweza kufanya kwenye nchi kama yetu, peleke polisi. Peleke polisi. Usimpigie kelele akapigwa akahukumiwa na wananchi bila sheria, ukawa pengine alichokiiba ana sababu. Kwanza thamani, kuna sababu zilizomfanya aibe. Hivi vitu vinapimwa na nani? Na kadhi. Kwa mchukue mpeleke polisi, lakini usimwachie aibe. Mtu ana tabia mbaya, asema uongo na wajua hapa adanganya, mwambie no, wewe hapo wasema uongo. Kwa nini wadanganya watu? Hiyo ndio nini? Hiyo sasa ndio amru bil ma'rufi wan nahy 'anil munkar baina ya Waislamu. Hiyo haina khiari, hiyo haina sisi kufikisha tu tutaacha. Napofika mahali waweza kuzuia, zuia. Uwezo wako ni kusema, basi sema. Ya mwisho kabisa ni nini? Ni kuchukia kwa moyo, ikiwa ni jambo huna hila nalo. Hiyo ndio mwisho kabisa. Kwa hiyo ndio principle katika dawa ya kuwalingania watu kuingia kwenye Uislamu. Wa in jadaluka, ikiwa tajadiliana na wewe na kukuhasimu, faqulillahu a'lam bima ta'malun, sema kwamba Mwenyezi Mungu ni mjuzi wa yale ambayo kwamba mnafanya. Allahu yahkumu bainakum yawmal qiyamah, Mwenyezi Mungu atahukumu baina yenu siku ya Kiyama, fima kuntum fihi takhtalifun, katika yale ambayo kwamba mlikuwa mnakhtalifiana. Alam ta'lam, aya ya 70, Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anasema alam ta'lam, je utambui wewe, anna Allah ya'lamu ma fi samawati ma fi samai wal ard, inna dhalika fi kitabin, inna dhalika 'ala Allahi yasir. Hii imekuja kumpa Mwenyezi Mungu Allah Subhanahu wa Ta'ala kumpa mtume wake aina fulani ya confidence, aina fulani ya kuminani, utulivu, kwamba haya yanayopita katika masaibu yako wewe, haya anayofanya hawa dhidi yako, si kwamba atapita bure au Mungu kuwa hayajui. Mwenyezi Mungu anajua yote. Hii ni principle si kwa mtume tu sallallahu alaihi wasallam peke yake, bali hii ni kama msingi mkuu muhimu sana kama Muislamu katika kutengeneza kitu kinachoitwa almuraqabatu dhatiya, kujiongoza, kujilinda. Ukifika mahali ukawa unajisahau kabisa kwamba wewe kuna malaika wawili, mmoja anakuwa anasubiri kila wakati ufanye zuri tu akuandikie, na baya ufanye tu aandike. Ikiwa itakuwa inapita katika akili yako ili jambo lipo, ile kujilinda kunakuwa kawi, kunakuwa na nguvu. Kuchukua tahadhari kwako kunakuwa na nguvu.
lakini wasahau kabisa kama kuna Mwenyezi Mungu ana malaika wake wanakulinda, kwa maana wanachukua matendo yako na kuyasajili, iwe ni mazuri iwe ni mabaya. Wewe utafanya lolote tu na utasema lolote tu. Sasa katika kitu ambacho kwamba ni sehemu ya kama vile tuseme ni nguvu ya muumini katika imani yake, ni ule kujua kwake Mwenyezi Mungu muttali'un, kwamba anaona, anajua, alimun bikulli af'ali, kwa vitendo vyake vyote. Hata ukiwa uko chini peke yako, au malaika si hawaingii na wewe, lakini Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anaviona, mpaka vile vinavyopita katika akili yako, moyo wako wa kushawishi kufanya nini. Sasa hivi umemwona fulani yule pale, yule namchukia yule, bwana Mungu amfikie hivi, Mungu amfanye hivi. Mwenyezi Mungu anayaona leo. Mumwekea hasadi mwenzako, bwana yule Mwenyezi Mungu bwana namalize, amharibikie nini. Umemwekea fundo, unamwombea dua mbaya, Mwenyezi Mungu aiona. Sasa hii ni pale unapokuwa bado hujafikia kujua ukubwa wa uwezo wa Mungu, kwa sababu nakutajia kama wewe Mungu akuangalia wewe peke yako tu sasa hivi, lakini tuko bilioni 7 au 8. Mwenyezi Mungu anajua yaliyomo kwenye vifua vyetu sote. Wakati tunachokifikiria, wewe jichukulie udhaifu wako wewe binafsi, kama wazungumzishwa na watu 4 tu, fanya 3 tu, huyu azungumza, waweza? Huwezi kusikia. Kama samani azungumze mmoja baada nyingine, akili yako haiwezi kuzunguka, haimudu mambo hapo. Wasikiza tu, haimudu akili yako, haiwezi. Wewe ni mdogo mno kwa jambo hili, lakini Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anamekwenda katika nitaq kubwa zaidi. Kwanza kujua yote yaliyoko mbinguni, ardhini mpaka mbinguni, na kutunza mbinguni, mbingu zote, na ardhini mpaka mdudu chungu aliyeka ardhi ya 7 huko. Mwenyezi Mungu huacha kumsikia mpaka vitu vyote vinavyomhusu ndivyo anavyovitawala. Kadri utakapokwenda kachunguza, unafika mahali unasema, mpaka unafika kusema hivi, Mwenyezi Mungu nguvu yake iko vipi? Ukifika kwamba waona kabisa hakuna limit ya nguvu ya Mungu, ndio unajua sasa kweli Mungu. Sasa unaanza kujua kule kutotambua limitation ya Mwenyezi Mungu, yani alivyo hasa Mwenyezi Mungu, ndio sasa kujua Mwenyezi Mungu. So Mwenyezi Mungu hana limit, Mwenyezi Mungu hana kufanana. Mwenyezi Mungu ni hivyo alivyo yeye, ndivyo anavyojua, lakini nguvu yake ni mutlaq, moja kwa moja, 100%, haina upungufu hata kidogo. Sasa Mwenyezi Mungu anasema, alam ta'lam anna Allah ya'lamu ma fi as-samai wal ard, je, utambui wewe kwamba Mwenyezi Mungu anajua yaliyoko mbinguni na ardhini? Inna dhalika fi kitabin, hakika hayo anayoyajua yote hayo yapo kwenye kitabu, yote mnayofanya yote yako kwenye kitabu. Inna dhalika ala Allahi yasir, hakika hayo kwa Mwenyezi Mungu ni mepesi. Sasa angalia aya nyingine ambapo kwamba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ameitaja katika surati al-An'am, kaileta kwa njia kidogo ya ufafanuzi zaidi. Sikwambii mazungumzo ya nafsi zetu tu, bali mpaka matokeo ya vitu ambavyo kwamba visokuwa wanadamu wala wanyama. Anasema Allah Subhanahu wa Ta'ala, wa indahu mafatihul ghaib la ya'lamuha illa hu, na kwake yeye Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ndio mwenye nini? Funguo za ghaib, mambo yasiyoonekana. La ya'lamuha illa huwa, haijui funguo hizo isipokuwa nani? Yeye tu. Wa ya'lamu ma fil barri wal bahr, anavijua vyote vilivyoko bara na baharini, ulimwengu wa bahari ulivyo, ambapo kwamba sayansi nenda rudi na miaka yote hii ambapo imepita bado wanaendelea kuvumbua. Sasa
Sayansi ya mwanadamu ni kuvumbua, lakini Mwenyezi Mungu kila sekunde jambo linalotokea analijua, sio kuvumbua. Mwenyezi Mungu sio kuvumbua, yeye sio anaumba, havumbui Mungu. Yeye kila kinachotendeka, hata iwe samaki na samaki na jani, Mwenyezi Mungu anajua. Asema wama tasqutu min waraqatin, hauanguki mjani ule illa ya'lamuha, isipokuwa anajua. Sasa ulimwengu, msitu wote huu, jani moja likianguka katika ulimwengu huu, jani moja analijua. Kwa hiyo yameanguka majani mangapi kwa siku, yanaanguka majani mangapi sasa hivi, anajua Allah subhanahu wa ta'ala. Wala habatin fi dhulumati al-ardh, hata wala chembe katika viza vya ardhi. Nini manake? Chembe yoyote iliyopo juu ya ardhi mpaka ifiko chini ya ardhi, kama yaanguka, basi Mwenyezi Mungu anafanyaje? Anajua. Wala ratbin wala yabisin illa fi kitabin mubin, hata vile vilivyokuwa vyenye wala vile ambavyo ni vikavu, haviwi vyovyote vitakavyokuwa isipokuwa hiyo Mwenyezi Mungu tayari ameviandika kwenye kitabu, vilikuwa vimebainisha kabisa. Huo ndio uwezo wa nani? Sasa wewe na Mungu ni wapi kwa wapi? Wewe na Mola wako ni wapi kwa wapi? Vipi una ujasiri wa kutotii sheria? Una ujasiri wa nini wewe kutotekeleza sheria za Mungu? Kianzia ibada zake 5 au nguzo zake za kwanza 5. Ya kwanza, alhamdulillah, tuna imani ambapo la ilaha illa Allah Muhammadur Rasulullah. Mwenyezi Mungu atupe thabati katika dini, Allahumma amin. Lakini hizi 4, kwa nini uswali kama mwanadamu? Kwa nini ufunge kama mwanadamu? Kwa nini utoe zaka maadamu Mungu kakupa mali? Na kwa nini uende haji Mungu kakupa mali na kakupa afya? Wakufia wasubiri nini? Wataraji nini? Nini unaweza kukihimili wewe kutoka kwa Mungu? Wa yaabuduna min dunillah, hawa makufar, makuraish, makafiri, wayabuduna min dunillah, wanamwabudu asiyekuwa Mwenyezi Mungu, ma lam yunazzil bihi sultana, wanaabudu masanamu yale, wakawaita waungu, vitu ambavyo kwamba Mwenyezi Mungu hakuvishushia ushahidi, wama laysa lahum biilm, wala hawana elimu navyo, wama lidhalimina min nasir, wala hawa watu madhalim, hawa watu kuwa na wanusuru. Wa idha tutla alaihim ayatuna bayinatin, na wanaposomewa juu yao aya zetu zilizokuwa za wazi, taarifu fi wujuhi alladhina kafaru almunkar, utaona chuki katika nyuso za wale ambao kwamba wamekufuru. Kwa maana akisomewa aya anakasirika. Hali hii bahati mbaya hata Muislamu ambaye kwamba imani yake dhaifu, ikisoma Qur'ani zakaanza kusikia dhiki hivi, bana hapa haya, basi kila wakati tu kuna zuri kuliko Qur'ani. Kuna baada ya maneno ya Mungu katika uzuri wa kuyasikiza, kwanza kuna wakati yachosha, toshi, haifiki mahali wewe wajua kila kitu katika Qur'ani. Kila siku utaona wewe kwamba hili ni jipya kwako. Haikuwa kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam kuomba sahabi amsomee sehemu katika Qur'ani, ikafika mahali akasomewa aya akaafika nayo, yeye mwenyewe akalia. Yeye ndio alishuka. Na nani kumshinda Mtume katika imani? Nani kumshinda Mtume katika imani? Kwa hiyo hakuna kitu ambacho kwamba wewe kwako wewe ni kama tuseme dodozi ya full time, kwa sababu ile time wewe ni kama mtu kwamba huna kinga. Nafsi yako wewe, inna nafsa la amaratu bisu, na shetani na adui mubin kwa mwanadamu anakuvamia. Kinga yako ni Qur'an, hii ndio kinga yako, stara yako. Kwa hiyo wa idha tutla alaihim ayatuna bayinatin, na inaposomwa juu yao aya zetu zilizokuwa za wazi, taarifu fi wujuhi alladhina kafaru almunkar, utaona chuki katika nyuso za wale ambao kwamba wamekufuru. Yakaduna yasitun billadhina yatluna alaihim ayatina, wanakaribia waokamate na kuwadhuru wale ambao kwamba wanawasomea ile Qur'ani. Kul afa unabbiukum bi sharrin min dhalik,
sema uwaambie, je, siwape habari ya kile kilichokuwa shari zaidi kuliko kuwa ni dhiki ya kusikia Qur'an, nayo ni nini? Moto. Kama hii Qur'an uliona ni dhiki, ni tabu ya kukera, je, moto huoni kwamba ndio shari kubwa zaidi? Moto ndio shari zaidi kwenda kukumbana nayo, kwa sababu ndio malipo ya hayo ndio unayofanya. An-nar wa'adaha Allahu alladhina kafaru wa bi'sa al-masir. Kula fa unabbiukum bi sharri min dhalikum, je, siwapeni, sema uambie Muhammad, siwapeni habari iliyokuwa, siwapeni ya kile kilichokuwa shari zaidi kuliko hii ya aya Qur'ani zikitajwa alafu za wakera. An-nar, basi ilikuwa ya shari zaidi ni moto ambao kwamba wa'adaha Allahu alladhina kafaru wa bi'sa al-masir, ameahidi moto huu kwa wale ambao kwamba wamekufuru na marejeo mabaya yote. Ya ayuhan nas, bado ni dawa, ni kwa ajili ya kuwalingania watu katika kuingia kwenye dini. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala akatumia uslub nyingi, yani aina nyingi sana za dawa, amri, kutoa maamrisho, makatazo, kutoa visa, kutoa mifano. Hapa tuko kwenye mfano, watu ambao kwamba hawamwabudu Mungu, wanaabudu masanamu, wametolewa mfano. Ya ayuhan nas, enyi watu. Hapa hawaambiwi watu wa Makkah yoyote asemwabudu Mwenyezi Mungu katika zamani zote, katika eneo lolote. Ya ayuhan nas dhuriba mathalun fastami'u la, anasema Allah Subhanahu wa Ta'ala, unapigwa mfano basi usikilizeni. Innal ladhina tad'una min dunillah, hakika wale ambao kwamba mnawaomba asiyekuwa Mwenyezi Mungu au badala ya Mwenyezi Mungu mkawafanya kuwa ndio uongo, la yakhluqu dhubaban wala ijtama'u la, hawatoumba hata nzi, hata kama watakusanyika maprofesa wa hao waongo watengeneze nzi, basi hawawezi. Wa yaslubuhum dhubabu shay'an, na ikiwa huyo nzi ataenda kwenye hao mnaowaita nyinyi waongo wakachukua kitu, basi la yastanqidhuhu minhu shay'an, la yastanqidhuhu minhu, hata kama wakiona wamechukua ile nzi kitu kutoka kwa ule Mungu mwenyewe, hawezi kuzuia na chochote. Dhaufa talib wal matlub, amedhaufika yule mwenye kuomba na mwenye kuombwa. Hapa umetolewa mfano kwanza wa udogo ama kutostahiki na uduni wa vile wanavyoviabudu, kwamba hawana uwezo wa kuumba nzi. Mwenyezi Mungu katumia kwamba hawezi kuumba, kwani waweza kufanya lolote lingine? Hata kuzungumza hawazungumzi, kusema hawasemi, hata kwamba akija kuingia nzi chini ndani ya pua yake hana, ni sanamu. Lakini Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala amekwenda kwa mujibu wa akili zao, kwa sababu wanaamini lile ni sanamu, lakini Mungu ni roho. Sasa hayo roho pia, si ndio? Basi huo uwezo wa kile unachokiamini wewe, je, hawana uwezo wa kutengeneza au kuumba nzi? Kwa nini nzi? Kwa nini nzi? Kwanza ndio nitolee mfano ndio. La pili ni duni, kwamba nzi si kitu cha thamani, ni mdudu asiyekuwa na thamani, hasa kwa ni mtu anaonekana ni kitu kama aenda kwenye sehemu ya uchafu nini, pakiwa na nzi tu mtu anakuwa hana amani, au sio? Sasa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kamtolea kwa hikma yake, kwanza kwamba ni kitu kidogo, halafu mkashindwa nyinyi kukitengeneza, hiyo mosi. Lakini hiki kidogo kinapokuwa kimenyang'anya kitu kutoka kwenu, bado mashindwa kuipokonya, kukirudisha. Kwa sababu gani? Kwa sababu walikuwa katika moja ya ibada zao ni command,
wanapeleka za manake vitu kwenye waungu wao, wanaweka chakula, wanaweka hiki, wanawekea maua, wanawekea chochote wale waungu wao. Sasa nzi kaja akachukua, hawawezi hata kidogo nzi yule kumwambia, kumzuia asichukue kile, wameshindwa. Mbona Mwenyezi Mungu kwa hikma yake, kwa nini kachagua nzi? Kama angalia kama Mwenyezi Mungu angesema mfano hawa waungu hata wakikutana hawawezi kuumba simba mfano. Taban, nani atatengeneza simba alafu yani iwe ikifika mahali akiiba kutoka kwa Mungu amfuate simba mnyang'anyi? Sioni kama pointi yake kwamba yule ana shara yani sibaa, yani katika muftaris wanaoshambulia kwenda kumnyang'anya kitu kigumu. Mwenyezi Mungu amchagua nzi kwa maana kwa udogo wake kuumba na kwa udhaifu wake kwamba kumshikamata na kumchukua kila alichokichukua, anakamatika, anauawa kirahisi. Si tumeelewana? Kwa hiyo Mwenyezi Mungu kamchagua nzi kwa hikma yake bila kuweka mnyama mkubwa. Ya ayuhan nas, enyi watu, dhuriba mathalun fastami'u la, unapigwa mfano basi usikilizeni. Innal ladhina tad'una min dunillah, hakika wale ambao kwamba mnawaomba badala ya Mwenyezi Mungu, la yakhluqu dhubaban wala ijtama'u la, hawezi kuumba hata nzi hata kama watakusanyika kwa ajili ya hilo. Wa yaslubuhum dhubabu shay'an la yastanqidhuhu minhu, na hata ikiwa yule nzi atachukua chochote kutoka katika chochote katika wale waungu, basi hawezi kwa kile alichokipokonya nzi hawezi kukirudisha, hawezi kukipata. Dhaufa talibu wal matlub. Naona muda umekwisha kidogo, insha Allah tuishie hapa. Kesho tutaanza na Allah, tumalizie hii wama qadarullah haqa qadrihi inna Allaha laqawiyyun aziz. Aya hii imeungana na aya hii iliyopita kwamba wama qadarullah haqa qadrihi, hakumwadhimisha Mwenyezi Mungu haki ya kumwadhimisha, hakumpa Mwenyezi Mungu stahiki ya kuadhimishwa kwake, ukubwa wake. Inna Allaha laqawiyyun aziz, hakika Mwenyezi Mungu ni mwenye nguvu tena ni mshindi katika mambo yake. Naktafi bihadha alqadar insha Allah. Kwa pale tafsiri tutaendelea tena darasa yetu kesho, aya ya 75. Allahu yastafi min almalaikati rusulan wa min an-nas inna Allaha samiun basir. Kipindi cha dakika 5-10 tutaangalia maswali matatu insha Allah. Swali la kwanza leo, mtu anauliza nadharia katika Uislamu, kila mtu atalipwa na kile alichokifanya yeye mwenyewe tu, kama ilivyokuwa kwa upande wa khairi na wa shari hivyo hivyo, wa laysa lil-insan illa ma sa'a. Sawa, hana mwanadamu malipo zaidi ya yale aliyoyafanya. Na upande wa ubaya ni vile vile, wala taziru waziratun wizra ukhra, hakuna mtu atakayebeba mzigo mtu mwingine. Khairi yako wewe mwenyewe umefanya, alhamdulillah, ukufanya hakuna atakayekufanyia, lakini ubaya ni hivyo hivyo. Lakini kuna hadithi ambapo kwamba kama kidogo imeivua hii principle pale aliposema Mtume sallallahu alaihi wasallam, idha mata ibnu adam inqata amaluhu illa min thalath, sadaqatun jariyah au ilmun yuntafa'u bihi au waladun salih yad'u lahu, kwamba kifa mwanadamu mambo yote yanakatika isipokuwa mambo matatu. Hiyo ni sadaqatun jariyah au elimu inawapa watu mafaida, au mtoto mwema anamwombea. Ikaunganishwa ndani yake na baadhi ya riwaya ambazo kwamba zinakusudiwa, kama vile riwaya ya yule mwanamke kutoka
alikuja kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam akamwambia kwamba yani mamake hawezi tena kwenda kuhiji, yeye aweza kahiji badala yake. Mtume sallallahu alaihi wasallam akamwambia unaweza kumhijia. Hii ni amali, si ndio? Lakini kwa upande wa somo pia kwamba mtu ambaye kwamba ametoka hali ya kuwa anadaiwa somo, warithi wake wanaweza wakamfanyaje, wakamfungia kwa badala yake au kulisha maskini. Nini vipi unachanganya baina ya vitu viwili hivi, kwamba mtu akifa kumbe yake ashakusha, isipokuwa katika haya je mengine. Almuhimu aljawabu lilokuja kwanza kabisa, katika hizi ibada kuna ambazo kwamba tunaweza tukasema Mwenyezi Mungu kaziletea mwongozo, zinabaki kama deni. Mfano katika ibada hizi nne, tuseme nne baada ya nguzo ya kwanza ya imani, nguzo zilizobaki nne zote za amali za kimatendo: swala, funga, haji na zaka. Katika ibada hizi, ibada ya swala ni direct na Mola wako, mazungumzo. Hakuna mtu anaweza kufanya mazungumzo badala yako. Lakini zaka ni ibada ambayo kwamba tunaweza kusema ni haki za watu zilizopo kwako, hata ukifa inatakiwa kutolee zaka yako. Mathalan mwezi wa Ramadhani ndio mwaka wako, time yako ya kutoa zaka, ndio? Sasa bahati mbaya mwezi mosi, mwezi pili ukafariki, hukuwahi kuzitoa, hazirithiwi mpaka tutoe zaka, kwa sababu nishakuwajibikia, na ile ni haki ya watu, lazima itoke. Ama haji na funga zimethibiti kupitia Mtume sallallahu alaihi wasallam, kazithibitisha. Sisi tumeelewana. Mwisho yote haya yanayobaki yote, au kama kutoa sadaka, Mtume sallallahu alaihi wasallam kaidhinisha watu kutolea maiti zao sadaka. Mwisho yote kwamba yale ambayo kwamba yana maana kama ishara kutoka kwa hadithi za Mtume, kupitia hadithi za Mtume sallallahu alaihi wasallam, kwamba hizo anaweza mtu kufanyia kwa mbadala, atafanyiwa. Lakini nyingine zote zinabaki mtu ni sawa. Mfano kuswali, huwezi kuswaliwa wewe. Kuswali kwanza hakuanguki kwa hali wala kwa dharura yote. Manake ukiwa mgonjwa una sifa zake za kuswali, ukiwa mpaka kwenye vita una sifa yake ya kuswali, lazima uswali. Ukiwa safarini, wacha kwenye gari mpaka kwenye kipando, bado kuna sifa yake ya wewe kuweza kuswali. Mwisho kabisa huwezi kufanya lolote, basi takbira 5 ndio mbadala wa swala umewekewa. Hakuna nafasi wewe ulipiwe. Na ikifika mahali kwamba wewe haiwezekani hata hizo takbira, wewe tayari sheria ishakuachia. Sababu kufika mahali kwamba mtu umepoteza fahamu, basi pale sheria ina kama automatic, wewe haikulazimu kitu tena mpaka urudi katika fahamu yako. Kama vile kabla ya balagha au mtu kaingia kwenye wenda wazimu, haikamati sheria. Si tumeelewana? Kwa hiyo unakuja kwenye kuunganisha hapa kwamba mfano swala la Qur'ani malengo yake kama ilivyokuwa swala ni munajah, mazungumzo baina ya mja na Mungu. Kwa hiyo ni wewe ulifanya. Hata Qur'an yatakiwa uisome wakati wa uhai wako, kwa sababu ni taabud. Kule kusoma ni ibada, lakini vile vile ni tadabbur, ni mazingatio, lakini vile ni dhikr, ni ukumbusho. Kwa hiyo yale malengo ya kusoma kule Qur'ani kuwa ni ibada, lazima ibada ifanye mwenyewe. Lakini tadabbur ukisomewa lapatikana nini? Halipatikani. Huwa ni dhikri, ni ukumbusho ya kufikia tena, haipatikani. Kwa hiyo hii tukiachilia mbali masuala ya ikhtilafu hizi za maulama, lakini tutasema hizi ibada kuwa na athari au kuwa afanyiwe maiti. Kwa hiyo katika kuunganisha doti ya hivi principle mbili hizi, nadharia mbili hizi, kwamba mwanadamu haliku isipokuwa kile alichokifanya,
Na upande wa pili kuna baadhi ya hadithi ambazo kwamba zimesema kwamba kifo mwanadamu kuna amali zinaendelea, basi zitathibiti kufanyiwa maiti vile ambavyo kwamba Mwenyezi Mungu Mtume sallallahu alaihi wasallam amevithibitisha mwenyewe kwamba hivyo vitaendelea kumpatia thawabu maiti. Hilo swali la kwanza. Lakini swali la pili, ili nitawatia mujibu nyinyi. Asema amekufa mtoto kijana ana umri wa miaka 20. Alikuwa ni mgonjwa katika maisha yake na alikuwa na tatizo la kuanguka kama kifafa vile kila wakati. Hakuweza yeye katika uhai wake kuswali wala kufunga. Je, yajuzu kwa watu wake kumfungia yeye na kumtolea sadaka? Kufunga na kumtolea sadaka? Nini jawabu? Tuanze na sadaka. Wanaweza kumtolea au la? Sadaka tumesema inafaa, la mania min sadaqati anhu, hakuna ubaya kumtolea sadaka. Wakadhalika siyam in mata wa alayhi siyam, vile vile kufunga, anaweza kulipiwa kama kweli kwa maradhi yake akawa hawezi kufunga, lakini as-sala no, kwa sababu ugonjwa utakapokuwa anao, basi kwa hali yoyote alitakiwa iswali kwa wepesi wowote ambao kwamba anauweza. Mwisho wa chini kabisa wa kiwango cha chini ndio kupiga takbira 5 mwisho, na huyo ni mtu ambaye kwamba ni ala firash, yuko kitandani huyo, lakini kwa anguka amka aenda anguka, ana uwezo kuswali. Kwa hiyo hilo hafanyiwi. Swali jingine mtu anauliza katika mambo mengine, katika mambo sasa hivi pia yapo, ni kueleza habari za azaa, tangazo la tanzia unaita kwa Kiswahili, si ndio? Tangazo la kutangaza kifo na kutangaza masikitiko ya kufa kwa mtu, sikitika kufa kwa mtu. Watu wanatia kwenye magazeti, majarida. Je, nini hukumu yake? Maana mtu ashakufa, ashazikwa, unaona andikwa. Nini hukumu yake? Aljawabu, innamal a'mal binniyat, hakika matendo kwa mujibu wa nia ndio malipo yatakapokuja. Ikiwa nia ya kumtangazia huyu mpaka kwenye magazeti ni muwasaa, ni kuwaliwaza watu, kwa sababu watu ni wengi walikuwa wamefungamana naye na watu wamehuzunika sana, ni muwasaa waliwaza watu tu, basi hakuna ubaya. Ama ikiwa ni mubaha, kujitangaza au kujitukuza, asante, au kujitukuza, basi haitofaa. Kwa hiyo hapo inategemea nini? Nia yako. Na sisi hatutojua, ni wewe mwenyewe tu utakwenda jua huko. Mwenyezi Mungu kajua nia yako, ilikuwa nzuri atakulipa nzuri, kama mbaya atakulipa mbaya. Swali jingine kabla ya mwisho, muda umekwisha kidogo, tutalifanya kuwa la mwisho inshallah. Ikiwa mayit ni katika ahli al-fusuq wal fujur, muovu, waliyadhu billah, Mwenyezi Mungu atupe istiqama na thabati katika taa, Allahumma amin. Ima iwe ni mtu aliyeshuhudiwa ni mlevi, lakini ulevi mtu mwisho atakusha nini, lakini pengine mtu muntahir, amejiua. Kujiua maana yake kwamba wewe kanywa sumu, kajinyonga, ile ndo jambo lake la mwisho. Bali mlevi ujue inaweza kuwa kalewa, baada ya kulewa tu akaanza astaghfiru, lakini ulevi ukawa bado hujatoka wote. Kawahi huyo, au sio? Huyo kawahi tariku sala, haswali, kafa, lakini pengine baada ya kuwa imepita swala maamua iliyokuja katubu, atakaanza kuswali, hakuwahi kuja, sisi tutajua? Hatujui. Dhahiri yetu sisi hatutaki kumhukumu, huyu ni mtu wa moto, lakini sisi tutaonyesha kutoridhika na nini na yale alikuwa akiyafanya. Sasa tunazungumza, je,
inajuzu kwenda kuwapa pole watu wake? Si tumeelewana? Kuna mawili, kuna yule maiti mwenyewe. Huyu maiti muovu ambaye kwamba sote tukubali huyu dhahiri yake ni uovu. Huyu hatutakiwi kuonyesha yani tumejali sana, kwa sababu tunachotakiwa ni kwamba astiriwe, haki yake ya kuoshwa, ya kuswali na kuzikwa katika makaburi ya Kiislamu haianguki jamani, haianguki. Lakini wasitoke mji mzima waenda mzika tariku sala au mudminul khamr au muntahir linafsi. Natakiwa watu wachache wanaweza kumudu ile kazi, watu 5 6 waende, watu wasome. Ukiwa mwovu upewi qima, upewi thamani, lakini haki yake lazima upewe. Unakuja kwenda kuwapa pole watu wake ni watu wazuri, mbaya ni kwa yeye tu. Nini hukumu? Si tumeelewana? Sheikh anasema la mania min ta'ziyatihim litakhfifi min musibatihim, hakuna ubaya kwenda kuwapa pole kwa ajili ya kupunguza msiba wao, wa taalifi qulubi, na kuwarudisha na kuwapa moyo, kuwa pamoja nao, min ghairi idhhari ridhan anhu au an fi'li, iwe mbali na kuonyesha kwamba mmeridhia matendo ya yule marehemu, kwamba mmeridhia au mmeridhia matendo yake. Kwa hiyo mkienda pale mwampa pole yule ambaye kwamba kafiliwa, maana mwisho yote kama ni mama mtu, kama ni baba mtu, yule bado ni mwanae, ana uchungu fulani, alikuwa na matumaini pengine ataongoka na alikuwa akipambana, na kama alikuwa amekosa hili, alikuwa na ile nyingine, pengine ndio alikuwa hao wengine wana matatizo hayo, lakini ndio utakuta anamwangalia babake hasa ana matatizo hayo, lakini ndio amwangalia babake, anamwangalia mamake, bila shaka lazima atafanya, atakuvunika, ataathirika na msiba. Mwisho wote familia yake, ndugu zake, pengine ndio anaoangalia sana, ndio anaoangalia, wameathirika, lazima ataathirika. Kwa hiyo kwenda kuwapa taazia bila kujali au kuonyesha kuridhika naye yule au matendo yake, basi wale kwa pole hakuna ubaya. هذا والله أعلم. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعد تفرقا مؤيدا معصوما ولا تدع فينا ولا من بيننا شقيا ولا محروما. اللهم اجعل القرآن ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وهمومنا يا رب العالمين. اللهم علمنا منه ما جهلنا وذكرنا منه ما نسينا وارزقنا تلاوته وحفظه وحسن تلاوته آناء الليل وأطراف النهار على الوجه الذي يرضيك عنا برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. وصلى الله وسلم على